kandanda ya Tanzania bara na kuwa kinara wa ufungaji wa mabao katika klabu ya soka ya Yanga. Ulikuwa ni msimu wa aina gani kwako? Namna gani ilikuwa msimu wa ligi kuu, ushindani, hali ilikuwaje kwenye timu msimu huu? Asante sana. Kwanza asante sana. Nashukuru kwanza Mungu ambaye kupoa. Sasa katika ya focality yako yangu kama nisijui kwa Kiswahili, kama focus yangu kama positive inakuwa pale hata mfungaji bora ya ligi. Ndio wewe unajua ligi ya kwanza ndio kuzoea ligi. Kujua uwanja ile iko vipi, mambo yanaenda vipi. Kama mimi niko na enjoy sana na nashukuru sana sababu hii ndio mwaka ya kwanza yangu nafunga magoli kama hivi, nashukuru sana. Na kitendo cha kuorodheshwa kwenye wachezaji 30 wa kuwania tuzo bora ya mchezaji bora kwa msimu, kwako umepokeaje? Kwa sababu wakati unakuja hapa nilikuwa nawasiliana nawe, nasema bado sijaona hiyo kitu. Kwako ni kitu kikubwa sana. Kwangu na angalia kama kuna kuzungu nasema travail ne paye jamais. Ndo kazi, hakuna kazi ni kosa. Mambo ya mpira siwe nacheza, watu yuko pale ndio watu wanaangalia mpira. Siwe nafanya kazi vizuri inaonekana kama wewe unafanya vizuri. Siwe nafanya kazi vibaya inaonekana kama wewe unafanya kazi vibaya. Ninashukuru sana sababu kazi yote mimi nafanya ndio hivi inaonekana na macho ya watu. Na labda mtu angependa kufahamu kwa sababu wakati unakuja hapa ulionekana kustruggle mwanzoni. Nakumbuka ulikuwa unapata changamoto 1 2 3, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda kuna kipindi ulikuwa kama unataka kucheza vizuri lakini ukawa unakosa nafasi ya kucheza. Ikatafsiriwa kuna wakati mwingine kwamba kwa sababu ni mtu ambaye unapenda sana kucheza, yani wewe hutaki kukaa bench. Ni kweli kwamba wewe ni mtu usiyependa kukaa bench, unataka kuanza kila mchezo? Wewe unajua na mpira kwanza ndio coach. Kwanza ni coach. Haiko na mambo mengine yanatokea katika mpira. Mchezaji thanks kuwa strong. Sababu wewe mwenyewe yuko wewe unataka cheza. Kwa coach anasema mwenga leo usicheze. Wewe unatulia, wewe unakuwa na concentration, wewe unaangalia watu tunacheza, sio unaingia fanya kazi vizuri. Na kuna kipindi nakumbuka ilikuwa ni mchezo, kuna moja mchezo ambao ulionekana ulifanywa sub, nafikiri kocha alikuwa ni Charles Boniface Mkwasa. Ulipotoka baada ya pale ulionekana kukasirika, unajua ukaondoka. Baada hapo nafikiri mahusiano yako na kocha ambaye sasa hivi ameondoka Mkwasa, unajua mahusiano kama yalikuwa sio mazuri sana baina yako na Mkwasa. Nini ambacho kilipelekea wewe uwe nakasirika sana? Kwa sababu ulikuwa unaonekana kama haukuridhika na kutolewa kutokana na namna ulivyokuwa unacheza. Wewe unajua kocha Mkwasa ndio baba. Baba kama nyumbani, wewe unajua family yote iko na matatizo. Mimi kama mchezaji mechi kama ya biashara ile mechi ninakumbuka tukua wiki hii tutaka kucheza na Simba. Hata Suarez kwenye Barcelona yeye anacheza kama leo Sunday iko na mechi na Real Madrid. Yeye anataka cheza ile game funga goal sababu chukua confidence kucheza derby. Kocha alitoa kwenye mechi, hakuna mchezaji mmoja anafurahi. Sasa mimi kunitoa kwenye mechi ile mimi nasikia vibaya, mimi sio mnafiki. Mimi nasikia vibaya na kuonyesha kitu sio vizuri sana kwangu. Ndio hivi mimi na Mkwasa kuna shida. Mkwasa kama baba, kocha mkubwa Tanzania national team, mchezaji wa zamani vizuri. Mpira ndio hivi, iko na mambo mengine yanatokana kama mpira, iko situation sio natokea hivi asira mpira. Kwa hiyo ilikuwa ni hasira kwa sababu ulikuwa unatamani ucheze dabi. Ulikuwa unatamani ujiandae na dabi, kwa hiyo ulipotolewa pale ulisi kama mambo hayajakaa sawa. Na baada ya hapo mahusiano yako yalikuwaje sasa? Kwa sababu baada ya hapo tulianza kuona mfululizo wa kukosa nafasi ya kucheza kwenye kikosi. Baada ya hapo wewe unajua nyumbani si wewe nafanya kazi kitu vibaya, baba sijafurahisha kitu vizuri baba anafanya na kunaweka wewe kwenye finisho. Mimi sijui finisho kama nini kwenye Kiswahili, finisho kama zabu na ufanya kama hivi sababu na kuonyesha mtoto wangu shidi kitu wewe nafanya hivi mimi sipendi. Mkwasa ile muda inakuwa kama baba katika timu yetu kwa kama watoto yake. Kitu yote inatokea pale vibaya, lazima kama baba anakuonyesha kitu wewe unafanya sio vizuri. Na baada hapo, sababu ukifuatilia hapo kwa sababu trend ya matokeo yako ama kwa sababu umecheza michezo 28 ya ligi kuu, umefunga bao 11, si ndivyo, na assist moja. Huwa nikizungumza kwa kocha wakati mwingine na meza yangu hapa kwamba ungecheza zaidi ya michezo hiyo, nafikiri leo tungekuwa tunazungumza kitu kingine. Kwa hiyo huwa unajutia kupishana na kocha kipindi hicho, kwa sababu naamini yeye alikuwa na hasira na wewe kiasi kwamba kuna wakati mzozo ulikuwa mkubwa sana baina yako na Mkwasa. Unajutia ile tukio? Wewe unajua iko na kitu moja ninaongea na watu wote
wanasikiliza vizuri. Mimi sijakaa sana Afrika. Unajua akili yangu iko different kidogo. Sababu gani? Mi katika maisha yangu iko na mambo mengine. Si mimi naangalia hivi mimi sijafurahi, lazima mimi naongea na mtu kweli. Lazima naongea na mtu kama hivyo 1 2 3 mimi sinafurahi. Unajua mimi kama striker kitu nasaidia mimi sana kama striker ndio nafasi ya kucheza. Si wewe mimi niko nafasi. Nafikiri hata magoli yote wewe lione game yote mimi naanza game 10 katika game yote mimi nacheza. Ninaanza game 10 tu, nacheza game mwanzo hadi mwisho game 10. Iko na game nyingine na naanza natoka. Ndio hivi sijasaidia sana kufika katika magoli yangu. Mimi naweka kwenye akili ile muda ile mwezi hii na maliza na magoli shingapi. Na kwa hiyo yani pamoja na hayo ni kwamba unakiri kwamba ilikuathiri kwenye ile consistency ya kufunga mabao baada ya tukio lile. Yani uliumia? Na mimi sijaumia. Kwa unajua mimi kama mchezaji mambo yote natokea nje ya mpira. Nje pale watu naongea, kwa mambo natokea kwenye mpira. Siumia mimi sana sababu mimi niko professional katika maisha ya mpira. Iko na mambo nyingi natokea. Iko na mambo mengine vizuri, iko na muda vibaya kwenye football. Ndio hivi si mimi nakumbuka naongea kitu moja kwenye media kama hivi zamani mimi nasema lazima shabiki ya timu anasikia vibaya sana. Sababu gani? Iko na watu wengine sina hela sana. Anakuwa na 2000 yake nyumbani, anatembea kwake tu uwanja. Anakuja, anataka sufurahi. Kitu siku ile sio siku vizuri ya football, Molinga anakosa goli. Lazima anatukana. Ndio hivyo football. Sema yote washabiki na kwa hivyo. Iko na mambo mengine ya mpira. Wewe naangalia tu, wewe naweka kwenye akili yako. Kosa mimi nafanya 1 2 3 baada ya mechi wewe naangalia kwenye TV yako mechi 1 2 3 kosa game inakuja, lazima mimi nafanya vizuri. Sawa bwana, tuko live na David Molinga, mshambuliaji wa klabu ya soka ya Yanga. Ni raia wa Kongo na kuna mtu ameniuliza hapa bwana, una umri wa miaka mingapi sasa kabla sijaendelea? Age. Kusema kwamba okay, bwana Molinga na umri wa miaka mingapi? 22. Okay. David Molinga na umri wa miaka 22. Na hebu tuzungumzie sasa kuhusiana na msimu huu. Msimu wa Yanga kwa ujumla na maisha yako ilikuwaje? Katika maisha yangu msimu kwenye klabu ya Yanga. Klabu ya Yanga iko na mambo mengine yanatokea hapo ndio. Mambo ya kwanza katika maisha yangu yuko na muda mwingine yanatokea hapa, muda vibaya sana. Katika maisha yuko na muda vizuri, yuko na muda vibaya. Ndio hivi mtu tunachukua ka experience ya maisha. Kama ligi hii yote inaenda vizuri, kama mimi nafurahi kidogo sababu kila kitu mimi naweka kwenye akili yangu, siende kama hivi. Iko na mambo mengine pale yanatokea vibaya, vizuri, vibaya. Kama family tushukuru sana sababu focus yetu tukupe timu lazima ticket ya neka kwenda kucheza Champions League. Tukosa pale na FA, ndio hivi chukua pale nafasi ya pili. Kwa hiyo performance imekusikitisha kwa sababu hamjafanikia malengo makubwa sana msimu huu. Na kwa upande wa maisha sasa, kwa sababu hapo katikati ulipopitia changamoto, wengi tulikuwa tunafuatilia namna ambavyo ulikuwa umefikia hatua ya kutaka kuondoka ndani ya club mpaka hivi sasa, kwa sababu mwisho wa siku kocha Luka aliporejea alikupa nafasi, mlisafiri kwenda kanda ya Ziwa, karejea ukaanza kucheza mara kwa mara. Mpaka hivi sasa unataka kuambia nini wana Yanga? Kwa sababu kuna watu wanakufuatilia, wanataka kufahamu, je, utaendelea kubaki Yanga ama utaondoka? Yes. Ile vitu yote nipekea pale timu, ile vitu mimi naenda kwa kocha na ndege vitu 1 2 3. Kama mimi mchezaji mambo yanatokea pale yapita. Yanga kama family, sio kwenye sauti. Yanga kama family tu pamoja, mambo yote hivi yanatokea pale yapita. Unajua uwezekani mimi nasema kama ndio kocha Lika nataka mimi naenda pale kucheza. Uwezekani mimi nasema kama ndio mkosa nakataa mimi naenda kucheza. Uwezekani shida kitu kimoja tu, Yanga kama family, wa viongozi waongea na wakocha yote, sema Molinga ni mchezaji yetu, aenda pale afanye kazi yake. Kwa hiyo upo tayari kuendelea kubaki Young Africans?
Sasa hivi niko Yanga kama nyumbani kwangu, baki 1 month ya contract yangu niko ndani ya Yanga. Niko na karakasi ya timu ine kwangu nyumbani. Niko tayari nyingine timu nyingine naongea sana agent yangu. Sasa ya kwanza kama mimi niko Yanga hapa, favor iko na Yanga. Okay. Si naongea na Yanga vizuri, tuendelee kufanya kazi. Okay, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana endapo uongozi utaketi chini vizuri tena mkazungumza kama maisha watakuhakikishia kuendelea kucheza, unaweza ukabaki Young Africans. Naweza, sababu ile ni mwaka ya kwanza. Mimi nataka kuwazoea ligi naenda vipi, mambo naenda vipi, mambo naenda 1 2 3. Ndio hivi mjazoea, jajua ligi vizuri. Okay. Si Mungu mwenyewe anajua kila kitu, si mambo naenda poa, tuongea na mimi kwa mwezi na kuja mambo naendelea vizuri. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, la kwanza kwa sababu Mwalimu Tiga na kupitia Twitter at East Africa Radio, la kwanza kabisa kabla ya yote walianza tuambie, atuhakikishie ataendelea kubaki Yanga ama ataondoka. Jibu la kwanza ni kwamba kipaumbele anaipa Young Africans. Na maana yake pia ni kwamba amebakiza mkataba wa mwezi mmoja. Ila yes, umebaki mkataba wa mwezi mmoja. Now 1 month. Yes. 1 month. 1 month. Kwa hiyo kuna uwezekano kama ukaitwa mkakaa chini mtazungumza mfikie final decision. Ndio hivi mimi naongea nayo kama hivi. Mimi kwa hapa Yanga, mimi kuna karakasi nyingine ya timu nyingine nataka mimi naenda. Iko na timu nyingine naongea na agent yangu wao nataka mimi naenda. Sasa kitu vizuri ndio nini hapo, mimi jazoea ligi Yanga kama family. Okay. Favor iko na Yanga. Yanga nakuja na mimi naongea naye mambo yote toweka sawa. Okay. Kwa hiyo Yanga kipaumbele kwanza. Mpaka hivi sasa wakina engineer waje kuita kuzungumza chochote? Mimi jaongea na baada ya mechi ya Kagera Sugar pale Bukoba. Mimi naongea na kocha namuita, naongea na sababu mimi naongea na kocha. Niko na timu 1 2 3 nataka kuenda. Mimi naongea na kocha naongea na mimi target ya timu ya mwaka hii inakuja pale. Kocha naongea na mimi siondoki kai. Baadaye naongea na engineer naongea na mimi Munga. Tulia lazima tuongee. Ninasema hapo mimi ipo asijeza tu. Okay, kwa hiyo engineer alisema atakuita mzungumze zaidi. Sasa kocha Luke ameondoka, ambaye ndiye alikuwa na mahitaji na wewe na alikuwa anakuamini. Athari itakuwa ni wapi sasa, kwa sababu mwisho wa siku kama kocha alikuwa anakuamini na kukupa nafasi, ndio hivyo ashaondoka. Na ulionekana kwenye Instagram yako uliposti unaumia, unasema bwana kocha bwana unajua vile. Wewe unajua mimi mambo kama kocha Lika anaondoka, mimi naongea nao kitu sababu kwenye kipaza vizuri. Kitu ya kwanza mimi nakuja hapa watu nasema ndo Zaire anamleta Mulinga hapa. Okay. Zaire anaondoka, Mkwasa anakuja kama kocha mwingine. Endelea cheza tena na Mkwasa. Mkwasa ipo liki nakuja, endelea kucheza. So mpira ndo kazi. Wewe unafanya kazi vizuri, hata coach natoka wapi, siangalia kazi yako, wewe unafanya vizuri na kupa nafasi tu unacheza. Mambo kama coach yaenda, unajua mimi black people kama wewe. Hakuna mtu anasikiliza maneno ya coach anasema mimi nafurahi. Hakuna wanayanga yote, hata watu wa Afrika, hata watu wa timu gani nasikia ile maneno nafurahi, hakuna. Sasa mimi naposti ile picha sababu gani? Mimi naongea naye umi yake, naongea na mimi mambo vizuri sana sababu ya miaka hii inakuja ya timu, sababu ya Champions League, sababu ya ligi, mambo yanaendelea 1 2 3. Mimi naposti ile picha sababu ya kuongea na kocha. Kosa yote wewe nafanya hapo, hata sehemu nyingine wewe naenda, uwezekani wewe nafanya hivi. Kazi yote wewe nafanya, wewe sifika tena mwisho na kazi yako, na furahi na kazi yote wewe nafanya. Ndio hivi mimi naposti ile picha. Okay, kwa hiyo unaumia kuondoka kwa kocha, lakini mwisho wa siku upo tayari kufanya kazi na kocha yoyote? Niko tayari. Uko tayari. Okay. Mwalimu, swali kwa sababu bado mimi naendelea kupitia huko kwa David Molinga. Naam, labda utofauti wa ligi uliokuwa unacheza na hii ya Tanzania uko wapi zaidi? Tofauti ya ligi pale nacheza hapo na Tanzania. Ligi ya Tanzania kitu ya kwanza ndio ligi ya Tanzania iko physical. Iko physical kama ligi ya Angola, ninacheza Angola iko physical. Sasa kitu vizuri hapa na ligi, timu yoyote iko na uwanja wake. Kitu vizuri sana, iko na uwanja wake. Hata uwanja pale ground sio vizuri sana, na iko na uwanja yake, iko vizuri. Ndio kitu vizuri kunasaidia ligi kwanza. Timu inakuwa
na uwanja, timu yote inakuwa na uwanja yake, ndio kitu vizuri hivi. Hapo na ligi ya Tanzania kitu moja tena nafurahi sana ya washabiki. Hata wewe unacheza da, hata wewe unacheza Mwanza, sionekani kama wewe unacheza nyumbani, wewe unacheza sehemu nyingine. Ndio hivi kitu vizuri, sehemu yote yuko na washabiki na kuja kusupport timu yake, ndio hivi kitu vizuri sana. Okay. Na yes, kwa taifa unaotoka lina ugumu sana wa kuitwa national team. Wewe umewahi kufikiri kucheza kwa taifa ya Tanzania? Hapana, ya kweli. Ya kuna mimi nishacheza timu ya taifa ya Kongo. Sasa hivi nafanya muda mimi sienda tena national team sababu ya mimi sisema kama sababu ya ile muda mimi natoka hapa na mambo mengine kwenye internet sio vibaya, sio vizuri. Watu nasema hivi na ile coach ile yeye anasema sasa hivi wezekani yeye analita mimi sijui. Mimi naendelea kufanya kazi, performance yangu narudi na level yangu, baadaye mimi naenda pale national team. Okay, huyu ni David Moringa, tuko naye live kupitia Kipenga leo. Jopo zima limemzunguka. Ayubu pia ametulia hapa anasikiliza, Godlisten Muro pia kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia pita kwenye Twitter @East Africa Radio, pia maswali unaweza kaacha hapo, tutakuwa tunasoma, tunamuuliza David Moringa na atakuwa kijibu hapa. Na bado tupo na wewe hadi saa 3 kamili za usiku. Endelea kutusikiliza, na labda kwenye eneo la namna ambavyo wachezaji wa kigeni ambavyo mko handled, yani umesikia kwa mfano jana sisi ulikuwa unafuatilia issue ya Bernard Morrison, mchezaji mwenzako Bernard Morrison, nyinyi ni wachezaji mnatoka nje ya nchi. Mnapata ugumu gani wa kuishi mazingira ya hapa? Yani nyinyi ni wageni, namna ambavyo mkuishi na wachezaji wengine hapa nyumbani, maisha yakoje kucheza na kina wachezaji wengine wao? Unapendana? Wewe unajua mchezaji kama professional, yeah, timu ndo familia yako ya kwanza, sema wewe ipo. Unajua sasa hivi hapo Tanzania mimi sina familia hapo. Familia yangu ya kwanza ndio mwenzangu Yanga. Kila mtu, kila mchezaji iko pale, lazima tukae vizuri. Sionyesha kama wewe mchezaji fulani, kama wewe mtu fulani, tukae pamoja, tufanye kazi moja, tupendane sana kama familia. Ndio hivyo. Na kwa upande wa Bernard Morrison, ni rafiki yako, unaona piga naye story? Tuongea vizuri kama naongea na watu yote, naongea naye vizuri kama naongea na watu yote, watu yote naongea naye, ndio naongea naye vizuri kama naongea na watu yote. Na nini ambacho unakifahamu kutoka kwake? Kwa sababu nyinyi ni marafiki. Unaweza kama mimi, wewe ni rafiki yangu, Tigana anaweza kama ni rafiki yangu, mimi Kampista nikawa rafiki yako. Urafiki wake na wenzake upoje? Na nyinyi ni wachezaji wa kigeni, urafiki wenu ukoje na Bernard Morrison? Morrison iko vizuri na wachezaji yote ya Yanga iko vizuri, iko vizuri, attitude yake na wachezaji yote iko vizuri, iko very simple. Amewahi kuzungumza chochote kuhusiana na namna ambavyo anaishi, yani issue zake? Kwa mfano sasa hivi kinachoendelea, juzi alikamatwa ni jana na polisi, mlishampigia simu kama bwana vipi mambo yanaendaje huko? Tatizo ni nini? Ulimuuliza? Mimi nalipigia simu na muuliza, na yeye mwenyewe naongea na mimi. Wezekani mambo kama hivi mimi naongea kwenye media, sababu ile mambo ya maisha yake. Mimi kama mimi hapo kitu vizuri, mimi nafuraha kwake, yeye anajua kucheza mpira. Mambo yake ya nje uwanjani sio mambo yangu. Mimi naangalia sio uwanjani, yeye anafanya kazi yake vizuri poa. Okay. Labda katika kuishi kwako Young Africans uliwahi kuwa na matatizo na benchi la ufundi tuseme, kwa kile ambacho kilitokea, ukafanyia substitute ukaondoka. Sasa kwenye uongozi pale, umewahi kuwa na tatizo na uongozi? Hakuna tatizo na uongozi. Hakuna tatizo na uongozi. Wewe unajua kitu yote inatokea kwenye timu, viongozi wa timu lazima naita mchezaji. Kwa nini wewe unafanya hivi? Viongozi iko na nini ya discipline ya timu ipo. Si mchezaji nafanya kosa napita nini line ya discipline ya timu, lazima viongozi na kuonita kae 1 2 3, wewe unachukua barula, wewe naenda pale na kuzungumza na viongozi wa timu, weka mambo yote poa. Okay. Na kwa namna ambavyo umefundishwa na makocha, nafikiri ni 3 tofauti, Zahera aliondoka, Mkwasa kaja Luke, tofauti ya makocha 3 ni ipi? As a player, yani mchezaji, unajua kuna maisha unaishi. Leo umekaa na Kampista hapa studio tunapiga story, utaenjoy sema bwana nikizungumza na Kampista, yes, Kampista ananiuliza maswali 1 2 3. Tigana pale ama Godlisten ama Ayubu, kuna mtu utamuenjoy zaidi kwa kufanya naye kazi. Hata Ulaya tunashuhudia kuna wachezaji
huwa wanasema bwana, nilienjoy, tulicheza mpira kwa makocha tofauti tofauti, lakini nilienjoy sana kucheza kwa kocha fulani kwa sababu ya mfumo wake ulini accommodate mimi kucheza na kufanya vizuri. Wewe unajua kama mimi uzekai nasema kama tufanye kazi na Zaire ndo kazi vizuri. Kufanya na Mukasi na Mkwasa ndo fanya vizuri. Kufanya na Mzungu kila mtu ile mwaka na fanya kazi na line yake, na kudia saidi ya Yanga, na toka ingine na kudia endelea saidi ya Yanga. Kazi ya mtu yote na Mkwasa na Zaire na ile liki ya mea ndio ya mwisho na saidi ya timu nafika na sehemu ya pili. Uzekai tuongea kama ile kocha ndio anafanya hivi, ile kocha anafanya hivi, kila kochi nafanya na muda yake nisaidia timu. Muda ya Zaire washabiki na kuwa na furahi, timu inacheza vizuri. Muda ya Mkwasa timu inacheza vizuri, washabiki na furahi. Muda ya ligi